Ndugu mwenzangu Mtanzania, ninakusalimu popote ulipo. Hujambo? Karibu kwenye mwendelezo na uchanganuzi wa habari. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kipindi ambapo Mahakama ya Jinai ya Kitaifa ICC iliweza kumtumia Samia Suluhu Hassan shauri la kujibu kuhusu kesi ambayo iliweza kuwasilishwa katika Mahakama ya Jinai ICC kuhusu mauaji ya halaiki ya Watanzania mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi. Samia ameanza kununua huruma za kimataifa ili iweze kuonekana kwamba hakuweza kukosa kipindi cha uchaguzi uliokamilika Tanzania mwaka 2025. Karibu sana kwenye ukumbi huu, ukumbi wa Tanzania News TV. Kama unanipata kwa mara ya kwanza, mimi mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, hapa chini kuna penye wamekuandikia like hiyo video, alafu hapo kando kuna penye wamekuambia subscribe. Tafadhali fanya hivyo. Ukisubscribe utakuwa umechangia kwenye ukuaji na uendelezaji wa hichi kituo, mpenzi mtazamaji. Vile vile hapa kando kuna penye wamekuandikia share. Hakikisha kwamba una share. Kushare ni kusambaza video zetu kuelekea kwa vikundi vingi, status, vikundi vya WhatsApp, vikundi vya Facebook, ili taarifa zetu ziweze kuenea, ndugu wengi wapate ujumbe huu. Hakuna watu ambao hawajui Samia aliweza kuua Watanzania mwaka uliopita. Dunia inajua aliweza kuua ili kupata madaraka. Dunia inajua kwamba Samia ndiye Idi Amini mama wa Afrika wa kwanza kwa kuua Watanzania ili aendelee kusalia madarakani. Sasa kipindi Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ikijiandaa na jalada nzito la kihistoria kuhusu mauaji ya kimbari ya mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan anadaiwa kutumia fedha za serikali ya Tanzania kununua ushawishi wa Republican upande wa Amerika. Kumbuka, Republican upande wa Amerika ndio iliweza kusema kwamba Tanzania haikuandaa uchaguzi, bali Samia alikuwa amejiundia takwimu za matokeo yake mapema. Serikali ya Trump ikakataa, hadi Samia akahofia kwamba jinsi ambavyo Trump alimwendea Bwana Maduro wa Venezuela, hata yeye anaweza akamkujia. Sasa ninaelezwa Samia ameweza kuweka kitita cha pesa kando, kwanza kununua wa Republican, serikali ya Trump, katika juhudi za kukata tamaa za kujiepusha na hadhi ya kuwa paria wa kimataifa, yani kwa lugha ya nyepesi, kiongozi anayetengwa na jumuiya ya kimataifa. Kwa hivyo, unajua, mnakumbuka mwaka uliopita bunge la Ulaya liliweza kujadili kuwekea taifa la Tanzania vikwazo, na vikwazo ambavyo waliweza kuvitoa ni kukata msaada ambao ulikuwa unaelekezwa kuelekea Tanzania. Sasa ikaonekana kwamba mataifa mengi ya ulimwenguni yataenda kutenga Tanzania. Samia akaanzisha harakati za kuhakikisha Marekani haimtengi, Marekani haimtambui. Ameweka kando shilingi dola
dola 45,000 ili kununua serikali ya Trump kuhakikisha kwamba anaosha ile damu ambayo aliweza kumwaga Tanzania kipindi ambapo aliweza kuiba uchaguzi wa mwaka 2025. Yaani ni jambo la kusikitisha kwamba serikali inafanya baya, inamwaga damu, alafu inatumia pesa za mwananchi wa Tanzania kujisafisha. Unajua Samia anaogopa tangia alipoweza kuchaguliwa ama tangia alipoweza kujiapisha. Wewe umemwona akiondoka Tanzania? Hawezi. Lazima atumie pesa, ajioshe, anunue wafuasi kutoka rubaa za kimataifa kama vile Marekani, wamtambue kama rais, ndiposa ataanza kutembea. Kama hataweza kununua utambulizi, anaweza katekwa. Jambo la pili ambalo unapaswa kujua mpenzi mtazamaji, baada ya mahakama ya jinai ICC kumtumia Samia shauri, amefanya hivi. Samia ametuma waziri Kombo kuelekea Italia kwa Papa wa Katoliki kuwasilisha ombi la Samia kwamba Papa wa Katoliki, Papa Leo, aweze kuombea taifa la Tanzania liweze kurejesha ile amani ambayo walikuwa nayo hapo mwanzo. Jinsi ambavyo unaona hapo kwenye picha, Waziri Kombo akiwa na Papa. Haya yote ni maigizo tu. Serikali inajikomba kila kona ya dunia kwa sasa, ikijaribu kufunika ukweli kwamba tarehe 29 Oktoba serikali ya Samia iliua zaidi ya Watanzania 10,000. Ukweli hauwezi kufichika. Ukiweza kuangalia mpenzi mtazamaji kwenye hiyo picha, taarifa ambazo zinazidi kusambazwa kwenye anga ya Tanzania, taifa letu, zinaonyesha Waziri Kombo, Thabit Kombo, akiwa na Papa Leo wa Kikatoliki akimpokeza ujumbe ambayo inasemekana kwamba ulitoka kwake Samia Suluhu Hassan. Nimekueleza Waziri Thabit Kombo na kikosi wapo upande wa Italia, Rome, wako Roma, mahala ambapo kwa huo ujumbe ambao unauona hapo, Thabit Kombo aliweza kusema kwamba ni ujumbe wa Samia kuelekea kwa Kombo, akiomba Papa Leo kuombea Tanzania kuwa na amani. Ninataka kumaliza, lakini kwa kauli hizi fupi. Sasa kipindi ambapo walikuwa wanaua raia zaidi ya 10,000 ndiposa wasalie madarakani, hawakukumbuka kwamba kuua kunaangusha imani na kunachoma amani ya Tanzania? Au waliona ni vizuri waue, wasalie madarakani, waapishwe, kutoka hapo waanze kuzunguka kutoka mlango mmoja kuelekea mwingine kuomba kwamba waweze kuombewa? Wataombewa vipi kipindi ambapo waliweza kuwaua Watanzania? Haya ni maigizo. Haya ni maigizo kivipi? Ndani ya taifa letu la Tanzania tumeona kanisa Katoliki likisimamia ukweli, mahala ambapo viongozi wa Katoliki waliweza kukashifu serikali kwa kuwaua Watanzania, kwa kuwaadhibu, kwa kuwapiga risasi na kwa kuweza kuondoa majeruhi hospitali na kisha kuwapeleka mochari. Sijui kama unanisikia mpaka hapo. Padri Kitima na wengine wakakosoa serikali kwamba hapata kuwa na amani katika taifa letu la Tanzania endapo hapata patikana kitu ambacho kinaitwa haki. Serikali ikaona kwamba kanisa Katoliki limekuwa na msimamo
wakaanza kuwanunua wafuasi mchongo wa Katoliki, kuanza kuandamana, kufanya kwamba wanawasilisha malalamiko kwenye ubalozi wa Vatican ili Kitima na Ruwaichi wachukuliwe hatua kwa kujihusisha kwa serikali. Hayo hayakuweza kuzaa matunda. Wameamua kukimbia mpaka Roma, Vatikani, kumtafuta Papa eti kwamba aweze kuombea Tanzania ipatikane ama ipate amani. Acha nikueleze, mimi uzuri siogopi kuzungumza. Mimi uzuri siogopi akina Mafuele. Mimi uzuri siogopi akina Abduli. Ninazungumza ukweli. Hakuna amani itakayopatikana kwa taifa letu la Tanzania bila ya haki kufanyika. Hata mulete viongozi mbalimbali wa kuomba. Viongozi wataomba ndio, wa makanisa, viongozi wa makanisa wataomba ndio, lakini endapo hapatapatikana haki, taifa letu la Tanzania haliwezi likakuwa na amani. Namba 2, ninaomba hii serikali iwapo inaniangalia iweze kujua hili. Taifa letu la Tanzania haliwezi likakuwa na amani ambayo mnaitafuta kutoka kwa Papa endapo hamtaweza kuwasikiliza wananchi. Wananchi wanataka nini? Wananchi wanaomba nini? Na wananchi wanawaza nini? Mkiwasikiliza wananchi, nchi itasonga mbele. Namba 3, taifa letu la Tanzania halitakuwa na amani ambayo mnaitafuta kutoka kwa Papa iwapo hapatakuwa na demokrasia ya wazi katika taifa letu la Tanzania. Hamwezi mkaengua viongozi wa upinzani kutoka kwa zoezi la kura, alafu muweze kuandaa kura ambazo zinaegemea kwa serikali, museme kwamba mnataka amani. Amani haikuji kwa maombi peke yake. Amani inaanza na viongozi. Hamwezi mkaomba amani kipindi ambapo mnateka. Hamwezi mkaomba muombewe mpata amani kipindi ambapo mnaua. Hamwezi mkaomba mpewe amani kipindi ambapo mnanyanyasa. Hamwezi mkaomba mpewe amani kipindi ambapo mnafira wananchi, mnapoteza wananchi na mnanyanyasa wananchi, hamwapei uhuru wa kujieleza. Maombi ya amani na vitendo visivyokaribisha amani haviendani. Mimi ni Bwana Ezra. Asanteni sana.